Mungu ni wa neema, Mungu ni wa upendo, Mungu ni wa huruma. Kwa hiyo atatuelewa tu, atatusamehe tu, hawezi kutuhukumu kwa sababu yeye ni wa neema, na neema ndo ambayo inayotusaidia, sio matendo yetu. Kwa hiyo usijisifu wala usiniambie mimi niokoke kwa sababu tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndio itakayotusaidia, Mungu asituhukumu. Kuna watu ambao ukiwapelekea habari njema, ukiwaambia kwa habari ya wokovu, wanakataa kumpokea Yesu kwa kigezo cha kusema kwamba Mungu ni wa neema. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni wa neema, hawezi kuhukumu watu wenye dhambi. Mtu wa Mungu, ni kweli kabisa kwamba Mungu ni wa neema, lakini tuende kwenye Biblia, matumizi ya hiyo neema ya Mungu ni yapi? Kwa sababu kama umejua kitu lakini hujui jinsi ya kukitumia, unaweza kujikuta kwamba unakitumia vibaya. Kwa unaweza kujikuta kwamba unaitumia neema ya Mungu katika namna ambayo sio sahihi na ukaenda kuhukumiwa. Mtu wa Mungu, naomba nisikilize vizuri. Ukisoma katika kitabu cha Tito ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 11, Biblia inasema wazi, maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefunuliwa kwa wanadamu wote, ikiwa inatufundisha nini? Ikiwa inatukataza kufanya mambo mabaya, ikiwa inatufundisha kukataa tamaa za kidunia, ikiwa inatufundisha tuishi katika mpango na makusudi ya Mungu, maisha ya utauwa katika huu ulimwengu. Kwa sababu gani? Ukiishi kinyume na maisha ya utakatifu, maisha ya utauwa, utahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Maana yake ni kwamba hiyo neema ambayo imetolewa ni kupitia Yesu Kristo. Maana yake ukikataa kumpokea Yesu Kristo, ukisema tu neema ya Mungu ni kwa watu wote, maana yake huwezi kunufaika kuipata hiyo neema ya Yesu Kristo. Huwezi kuipata kwa sababu hiyo neema imefunuliwa kupitia kwa Yesu Kristo. Maana yake kama hujampokea Yesu Kristo, wewe sio mnufaika wa hiyo neema. Ndio maana tunasema kwamba usijivunie neema ya Mungu ambayo imemwagwa, imefunuliwa kwa watu wote bure pasipo kumpokea Yesu. Kwa hiyo hakikisha unampokea Yesu ili na wewe uwe ni miongoni mwa watu ambao neema ya Mungu italeta matunda sahihi kwenye maisha yao kwa kuwaletea uzima wa milele. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu.